Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Watukufu wa Kiislam, baada kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa bado tunaendelea na silsila ya darasa zetu. Kama kawaida yetu tupo katika tafsiri ru'ya, kujua namna tafsiri za ndoto. Inshallah katika ndoto ambazo unazoota wewe zote, huenda japo ndoto moja ikakugusa katika hizi ndoto ambazo nazitoa katika darasa hii katika channel yangu pendwa wa YouTube. Na inshallah kama huja subscribe, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe hapo chini, kisha unabonyeza alama ya kengele ili kuipata darasa kwa kila nitakayopost. Lakini pia ukihitaji kuungwa katika grupu langu la WhatsApp ambao nikilisimamia mimi mwenyewe, nitumie SMS kwa namba zangu za WhatsApp 0777 799359. WhatsApp namba ni 0777 799359, ili nikuunge katika grupu la WhatsApp upate faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah leo nitakutafsiria ndoto hii kwamba mwanamke yoyote atakayeota ndoto kwamba anaambiwa na mtu kwamba tubia madhambi yako. Yani kama mfano wewe mwanamke ambaye unaniangalia, samahani kwa wale wanaume, hii inawahusu wanawake, kwamba wewe mwanamke ambaye unaniangalia ukiota ndoto kwamba mimi nakwambia bana tubia madhambi yako kwa hayo uliyofanya, na wewe hukujua kama umefanya dhambi gani. Sawa, sasa nini tafsiri ya ndoto hii? Kwamba umeota ndoto kwamba kuna mtu amekwambia tubia madhambi yako. Sawa, nini tafsiri ya ndoto hii? Anasema anasema katika kitabu fa irra'at imra'atun, ikiwa mwanamke ataota ndoto kaannahu yuqalu laha, kama vile kuna mtu anamwambia hivi, istaghfir li dhanbik, omba msamaha kwa madhambi yako uliyofanya. Mwanamke yote atakapoota ndoto kwamba kuna mtu anamwambia kwamba omba msamaha kwa madhambi yako uliyofanya, tafsiri yake fa innaha tattahimu bidhanbin wa fahishatun, hakika mwanamke huyo atakuja kutuhumiwa madhambi na atakuja kutuhumiwa machafu kama zinaa. Kwa mwanamke atakapoota ndoto kwamba kuna mtu kamwambia kwamba tubia madhambi yako uliyofanya, tafsiri ya ndoto hii kwamba mwanamke huyo aliyeota ndoto atakuja kusingiziwa machafu na atakuja kusingiziwa madhambi mabaya kayafanya. Ndio maana akasema, narudia, fa idha ra'at imra'atun kaannahu yuqalu laha, ikiwa mwanamke ameota ndoto kama vile kuna mtu kamwambia istaghfir li dhanbik, omba msamaha madhambi yako uliyofanya, fa innaha, hakika mwanamke huyo anasema tatahima, atakuja kutuhumiwa, atakuja kusingiziwa mwanamke huyo, sawa, bidhambin, kwamba anafanya madhambi, wa fahishatun, lakini mwanamke huyo atakuja kusingiziwa na watu kwamba anafanya machafu, anafanya maasi, ataitwa malaya, ataitwa mzinifu, majina mengi yatamjia mwanamke huyo, mwanamke ambaye ameota ndoto kwamba kuna mtu kamwambia tubia madhambi yako uliyofanya. Kwa kuanzia leo wewe mwanamke ambaye unaniangalia, kwamba umewahi kuota ndoto au kama utaota ndoto kama hii kwamba kuna mtu anakuambia tubia madhambi yako uliyofanya, basi tambua kama mwanamke wewe utakuja kusingiziwa ubaya na utakuja kusingiziwa madhambi, lakini kubwa zaidi watu watakuja kukusingizia kama wewe unafanya machafu. Kwa jiepushe sana kulala bila kuomba dua. Hii ni Mwenyezi Mungu akuepushe na ndoto mbaya kama hizi, kwa sababu ndoto zikiwa mtu akiota ndoto, mara nyingi sana ndoto zinakuwa kweli. Ni mara chache ndoto zinakuwa zinaenda tofauti na kadari, kwa sababu ndoto zikienda tofauti mara chache sana ndoto zinakuwa zinaenda tofauti kutokana na Mwenyezi Mungu namna alivyopanga, lakini Allah akipanga jambo linakuwa. Kwa mwanamke yote akiota ndoto kwamba kuna mtu kamwambia kwamba tubia madhambi yako kwa uliyofanya, basi tafsiri ya ndoto hiyo kwamba mwanamke huyo atakuja kusingiziwa ubaya na atakuja kusingiziwa madhambi na atakuja kusingiziwa uchafu, kama mwanamke ni mchafu anafanya mambo machafu. Kwa jiepushe sana kulala bila udhu, sawa, jiepushe sana kulala bila dua, kwa sababu ndoto kama hizi zinakuwa zinakuja